Punguza kielele na mdomo mingi. Tutulie kama mwanaume nini? Lose a lot. Kitu cha kwanza nataka mume wangu. Milia na mume wako ulisikia penye yako. Pia inaonekana anajua na document. I don't want peace. I want problems always. Hello people, masjina paka maka kawaida guys. Thank you for the love and thank you for the support. So guys, tuko na Wesley, mama Wesley, Vin na Milly. Sasa sijui Milly tutamwita mama kina Wesley mdogo, ama sijui tutamwita nani. La amesema hataki story mingi, ametweet hapa akasema kuna kitu nataka confess. Na tukasema watu change na ni must tumsikilize, sio? Sio mama Wesley? Ndio. Ama unasema aje? Inabidi. Nazidi tu kurembeka kila siku. Wacha tu. Mimi si mtu hivi. Siku anataka wanisome. Ni stress tu zinakuchapa kidogo. Sasa hizo uko poa ama unaendelea ama uko na hopes za kuwa poa? Kuna matumaini kama Milly atakubali kinye tunataka. Unataka nini from Milly? Mimi kitu cha kwanza nataka mume wangu. Milly na mume wako ulisikia penye yako. Pia inaonekana anajua na document. Juu huwezi niambia eti Milly ajui, anajua. Sasa hizo ndio vitu tu mbili nataka kutoka kwake. Juu hizo vitu zikifanyika, I think hata ile shida kwa nyumba yangu itakuwa imeisha. Hata vijana wataelewana. Na maisha itaendelea. Sasa Milly ndio anipe jibu. Milly cooperate. Ndio. Wesley, wewe kama kijana mkubwa unasema before tufikie Milly. Kitu ya kwanza ni kusikia kijana ametuitia. Najua ni mtu wa vurugu, maybe akitaka vurugu tunaingiza vurugu, akitaka uzuri tunaingiza uzuri. So mimi niko tuacha tusikie chenye mwanzo ametuitia hapa. Yeah. Vin. Anivo tumalize tu story yake mbio juu. Tangu tu hii mambo yake pia ilikuja ulina pia mambo iliendelea kuwa mbaya zaidi. So I hope tu akuwa ametuitia kitu fiti. Tusikuje hapo tena mambo ya vita sijui nini. Tukue tu peaceful, atuambie kitu ametuletea. Kama ni kitu beneficial, sawa, but sasa kama ni bullshit mazee, sisi we are not in for that. Wewe na nani? Mimi na mama obvious Na familia mzima. Unajua tukiacha differences zingine zote as a family lazima pia to focus on important things. So kama in case ametuitia tu vitu azitusaidie hapa, sasa itakuwa imetuwestia time na itakuwa poa. So acha tusikie chenye anasema venye Wesley amesema. Kwanza tusikie chenye amesema ndo tujue what next. Milly, time yako. Mimi niliwaita hapa. Ndio mimi sitaki kukaa kwa hii familia sahi. Although mimi sikuwa nimekuja kwa ubaya, mimi sikuwa najua, sikuambiwa kama mama Wesley exist. So nimedecide niwarudishie mali yao. So nikuulize au kuambiwanga kama hata sisi tuko. Wesley akasmile. Nilikwambia babako aliniambia yeye hamkuwa exist na mama yenu aliniambia yeye alikuwa amekufa. So mimi mwache kuweka fault yote kwangu. Na mtu huyo kwa pisa hii. Akona mama yake. Bado hujagree mtu wenu akina Wesley. Mtoi si wao, mbona ni agree tu wenye si wao? Ukosho mtoi si wako? Mtoi si wangu, ni wa sister wangu nilishakwambia. So unataka kumaanisha all along daktari amekuwa tu akisema uongo? Sasa hiyo daktari ndiye atawaelezea. Unajua sasa tuwezi focus na Milly sana because tuna focus na hapa ni mali yenu, si ndio? Ndio maana nataka kupewa punishment aseme ukweli because ama pia mkitaka pia mjue ukweli. Unajua Masi kama mtoto ni wetu. Unajua bado anaweza in one or the other anaweza jipata kwa hii mix ya mali. Kama mtoto ni wetu. Mali si yenu na Vin. Mali iko na mwenyewe. So ninyi muagree mkae chini as a family, muongee na Wesley kata kubali babanyu agawe hiyo mali ama pia mnyata agawa ama ende nayo yote, it is upon him. Na sasa unaona vitu kama hizo kama mzee yako involved na kama hapa kuna damu yake. Unajua bado atajipata kwa hii mix. Exactly. So sasa ndio nasema hakubali tu mtoto kama aseme tu ukweli juu. Tusaidike baadaye Milly. Kama uko na wewe ya kusaidia mtoi na ni boy. Uko na wewe ya kusaidia mtoi
bila hii familia? Nilikwambia June, mtoi si wao. Okay, ni sawa. Cha tusidwele hapo sana kama si. Unataka kujua ukweli bado mtoi? Ama uko sawa? Mimi huyu msana tu ni ila afungue roho, asikuje kunisumbua baadaye. Unaona? Ili tu aseme kuko hivi na hivi. Mtoto ndio nimezaa na mume wako. Aache uongo mingi. Sitaki tuambie hapa yao nitakubali nini na nini. Na kuna vitu mingi ako nazo kuna vitu maybe ana feel aibu kuzaa na mzee. Sema tu kweli. Mimi sina hata maneno mingi. Hata ukitaka kuniachia hata mtoto ninaweza lea. Mimi sinanga ubaya. Ukiamua kuachia mwanaume mimi nitalea tu mtoto. So usifiche. Hata wewe nitakupa nafasi. Hapo kwa kulea mtoto tulia. Kwanza amesema anataka ku make confessions. So kama ni confessions, haiwezi kuwa confessions za uongo. So kama ni confessions huwezi tena ingiza uongo ndani. Inafaa ikuwe kama ni ukweli mwanzo mpaka mwisho. Kama ni uongo mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa ikikuwa ni uongo unaona itakuwa tuna waste time sasa. Tunafanya a lot of zero work. Unaongea ni kama unaona kuna uongo hapa. Ukiongea hivi msana hawezi kubali. Na msana mtoto ni wenu. Unajua mimi sina shida na mtoto akue wetu ama asikue wetu. Unajua? What if daddy akisema mtoto akuje lakini na sasa tunajua daddy atakisema huyo amekataa. So sasa tunasimama na mambo ya nani? Unajua tunatafuta nini? Niko na maswali kwa ni Mili ama ni mama mdogo? Anyway, mimi hadi sijui story ya mtoto imekujia wapi. Kitu ya kwanza, nini imefanya upeane mali? Familia yenu hata ijielewi, so better tu nijitoe. Haijielewi ama ulichoma familia yetu? Unajua cha kusema familia ijielewi. Mimi sikuchoma familia yenu. Nishakwambia mimi by the nishakwambia babako hakuniambia kama na exist. So sijui mbona hizo lawama zote mnaniwekea. Unataka kujitoa kwa familia yetu? Ulikuwa kwa familia yetu kwani? Saka mtoto Mtoto si amekataa, mtoto si wetu. Actually, mimi siwezi shinda nikiongelea mambo na mtoto. Kitu ya kwanza, thank you very important. Umekubali kuleta mali yangu. Hapo na kusaikadi inaweza ukacheka kitu maybe. Juu sasa ikushida kugonge sana. Unaona maisha ulikuwa umekaa sasa ukileta mali yote manze, si utabaki uko na kitu. So kiniongelesha vizuri. Na niliacha unasema unanidai. Hiyo bado iko. Utaki Wesley? Sasa Wesley napelekana naye wapi? Okay, na mali nyingi kwa wapi? Junono kwa mikono bure. Nitamletea tu mali. Nitapiana daktari. Si daktari si akina Wesley. Sasa tunangoja yule daktari akuje nimpe mali kwa mkono yake ape Wesley. Nikimpea sasa hapa si atakuja kuruka siku nyingine daktari akikuja tisikumpea. Kumpea zote nini? Sasa nitampea hapa daktari ya confirm. Alafu ampe. Ulizoleta mali yote. Are you sure kuna mali umetumia? Kuna kitu umetumia? Hakuna kitu wangu umetumia. Ona hii mali unasema uko nayo. Pesa ama titles ndio nilipoteza. Mimi Kenya sina kwa hiyo nyumba ni title deed. Na title deed na nini za nini? Sasa mali yenyewe unazungumzia ni gani yenye uko nayo utapeana hivi unapeana nini hizo? Niko na title deeds. Najua hautuelezi vizuri. Mali yenye nilipea mzaa it was all about money, kuna title deeds za apartment, kuna mashamba nini. So utuelezee vizuri uko na title deed ngapi? Ni za nini? Wesley uko unatuma pesa mko anapeana nini title deeds? Unatuma pesa naambia Madhia buy land. So pesa zingine alikuwa anaweka kwa kijana, zingine sasa kibuy land. Ndio sana andika majina ya kijana na bado mzee anapeana. Alafu ilikuwa ni uongo ama ni ukweli? There is a time ulisemanga you have changed the name of the documents. Nice mkonfirm na daktari alisema ni ukweli amechange. But hiyo hata Ushabadilisha. Si mimi ni baba yako alichange. Ameandikisha jina gani? Mama mtoi wao. Ameandikisha jina gani? Sababu uko nazo. Si alibadilisha jina yangu. So nitapea daktari kama tunaenda kubadilisha kwa jina ya Wesley. It's okay with me. Ujibu swali langu. Uko na documents ngapi? Ni za nini? Yaani fanya hiki kitu ikuwe clear. Acha kusema nitapeana mali. Mali unaweza kuja hadi unipe 100 bob. Sasa ujui mali zako si kurudishia utajua nini na hii haiko na ulize vin zenye yako nazo. Vin yani Wesley ajui. Ajui kuna gani Wesley Vin yako na gani? Hizo zenye
Nitamletea ata confirm. Then Vina confirm zenye ako nayo aone ni gani. Vini wewe majina zako ziko kwa mali gani? Kuna ma title deeds kiasi. Alafu do. Alafu So mostly ni pesa ziko kwa account yako. Mimi vitu most ni pesa. Hizo ma documents nini I think niko na moja. Moja. So zingine unasema sijui ni nyumba na shamba ama na nini? sasa Sio kusema nyumba mkipigania ile siku na brother yako. Huyu nadhani Kenya ako nacho ni title huyu. Ni certificate za plot za nini za plot. Huwezi jua, mzaendo anajua. Sio mna bote na mzee. But mzaendo alimpea mali. So hawezi jua ni mali gani mzae alipeana. But uzuri ameongea vizuri. Amesema na channel mali kwa daktari ndo azilete. Obvious so kweli kama ni kidogo ameleta maficha zingine obvious tutajua. So ulete mali yenye sio ama unipe mali kidogo. Niko na daktari. Daktari will always be on my side. Another thing about your child. Fuata maagizo atakuwa on your side, but usipofuata maagizo atakuwa on your side. Ndio maana nafuata maagizo sasa hivi nimetulia. Another thing, a issue about your child. Your child actually daktari alisema ni brother wangu, si ndio? So being my bro, he's not my bro actually, ni brother huyu. Kama tu brother yako juu, baba Vina alikulea, sawa? Wewe ndo kama first born wao. Tunaongea kitu na bloodline. Tunaongelea kitu ile real. Si brother wangu, karibu niseme brother. Si brother wangu. So mimi huyo sijui but ni mtoto mdogo. For me penye nimefika actually si mzae alinilea nikuwa mtoto. So inakaa mbaya kwa bado ni mtoto mdogo juu ya mali. So Hata sijapata poa. inakaa mbaya kwa bado ni mtoto mdogo juu ya mali. So mimi siwezi kama atakubali. Maana anashinda akisisitiza akisema mali si, akisema mtoto si wetu. Kama atakubali mtoto ni wetu. Naweza change mind. Naweza mkozida tu nimlete. Maybe hata kama tutakaa na yeye, naweza mwandikia maybe mtu nimsimamie tuseme masomo yake kidogo hadi afike mahali juu. I'm not a bad person. It's only that you add my own things and ulikuwa unakataa vitu zangu. So ukiongea vizuri useme yes, mtoto ni wenu wisely, nilipata na mzae. Mimi nitarudisha a favor to you kwa kulea mtoto up to afike 18 years. Mimi sijui mbona tunamconvince akubali mtoto ni wetu ama si wetu. Wewe ndio mtoto. Si umesikia mimi mwenyewe nikimuuliza mtoto ni wetu ama si wetu. Akakataa. So I think hata na sasa shida ni akuja alete inconveniences huko mbele. Sasa anze kusema mtoto ni wetu. So sasa mimi naona history ya mtoto wewe tumwachie tujue ashakubali ashakataa mtoto si wake. So mambo ya sijui atasaidiwa nini I think sasa hiyo pia ni kama una force kusaidia mtu. Unaona? So kama ashasema mtoto si wetu tuachane na yeye apambane na mtoto wake. Sasa tu focus na hiyo mali yenye ataturudishia. Mbona mna insist mtoto ni wenyu? Sisi kama mama wa hii nyumba nasema hivi. Sitaki baadaye ukuje kumletea kesi ya mtoto. Ukue sure mwanaume anaweza sema tu ni wake juu labda ulimdanganya. Sikuje baadaye kusema eti mtoto nimezaa na huyu mwanaume. Juu sasa umeshapeana vitu na unaona ni kama umebaki hauna chochote. Kesi za baadaye ndio sitaki. Kuna kuchange mind. Sasa wewe mbona uko haja na kujua baba mtoto? Si mtu za mtoto wake. Nilishakwambia nyinyi ni waongo. Ati si mtu za mtoto wake. Alizaa na Holy Spirit. Hata kama mmekazana, mnataka kujua baba mtoto. Hata kama ni wangu, ingekuwa ni wangu. Unajua Ni vizuri. Mtoto ni wangu. Hata ni wangu mimi ndio najua baba yake. Miliacha nikwambie. Ni wako. Sawa. Ni wa sister yangu. Lakini sio hakuna haja wakatalilia mtoto nikishawaambia mtoto si wao. Acha Mili nikuambie. Uko na bahati mostly ni mzuri, anakubali mtoto. Acha nimwambie, acha nijaribu kumuelezea at least kaoneka ataelewa. Mili sisi hatutaki kujua baba mtoto. Chenye tunajaribu kuuliza mtoto ni wetu ama si wetu. Na nilishawajibu na sasa ndio sasa tumekubali mtoto ni wako. Mtoto ni wa sister yangu. Tushakubali. Tusisikie tena.
Ni hivyo. Tushamaliza story. Juu unaacha tufanye hivi. Unajua umesema umekuja uconfess, ndio? Hakuna confession inakwanga uongo, si ndio? Na nilikuwa namwambia. At first ulisema mtoto ni wa sister yako. Now the kid ni wako. Mimi nimesema. Acha niongee. Haya, ongea. Acha nikuulize swali. Nakupea tu. So umesema urudisha mali yangu. Mimi will have nothing. Let me just give you one last chance. Nani amekwambia I'll have nothing? Kwani before nipatane na baba yako si nilikuwa naishi? Sisi hatujui. That's your own story. Your history haimatch kitu mzima hivi. It means before nipatane na baba yenyu nilikuwa naishi, si ndio? Sasa hakuna haja. Nilikuwa naishi man. Hakuwa naishi. Unaweza kama amekula mali ya mzae na bado hajanenepa. Inamaanisha before mzae apatane na yeye hali ilikuwa si hali. So aje kutuambia alikuwa anaishi. So wewe hauko unaishi wewe. So nilikuwa marehemu. Kuna uwezekano ulikuwa baki kidogo. Ni sawa. Ulisikia chenye nilisema? Nilipeana explanation nawe can handle the kid. But now una complicate story. Na mimi kama Wesley, because I know after all I love my money back. Na kuuliza tu swali rahisi. Utuambie tu kweli juu daktari alisema but you are saying na uzuri masiwa na record. So you love the clip. So mtoto ni wako. Yaani mtoto ni wetu ama si wetu? Sasa nimeshajibu hiyo mtoto sio wenyu. Okay, si wetu. Mimi najua tu niko na mabro wawili wabaya. Mmoja mbaya na mdogo mzuri. Hapo hiyo si brother yako. Sijui mbona una insist. Huyo si wangu. No. I have a small bro. Si huyo. No. Apart from huyo wako. Apart from you another one. Wakina huyu. Wesley alitaka kujua kama mtoto ni wao na at least akuachie mali kidogo ya kuraise mtoto. Ama mimi nisha decide. Nilikuwa nataka hivyo. Lakini sasa umecomplicate the whole story. Bas, give me my money back. Tembea na mtoto wako. I don't want to know vile atafanya. Kanyage kubwa. Pelekea mzazi akale. Kwani mimi nakubembeleza? Siwezi kubembeleza, nimekubembeleza unipe mali yangu umeleta. Sasa nikubembeleze nikulelee mtoto hadi wewe. Sasa nikuulize mbona unaniongelesha vibaya? Basi sijui kama amemaliza confession. Sasa unakuwa mrude jia. Unataka nikubali mtoto ni wangu na si wangu. Ushasema mtoto si wako. Was it a must? Ilikuwa lazima nikubali na si wangu. Okay. Ushaisha story ya mtoto imeisha. Sister Sifu umejua wewe ndio umejua venye mtoto ni wangu na mimi mwenyewe nishakwambia ni wa sister. Unajua daktari vizuri. You have been with him, si ndio? Acha nikuulize swali Wesley. Nimekutana na baba yako only a year. Sasa hiyo nishabeba mimba 9 months nikazaa mtoto akafika 2 years. Amefika aje? Nauliza Wesley swali juu. Insist. Nikuulize. Anasema 2 years, anasema 3 years. Ni tu. First time ukisema. Unajua sasa unatucomplicate. Vitu ulisemanga hadi sasa unasema sasa hii. Alafu sisi tunajua aje maswali watana na mzae. Maybe hata ulipatana naye mapema nikiwa huku. So mzae yuko hapa. So unaweza tudanganya. Maybe daktari akuja atuambie ukweli. Mtafute mlete atawaelezee. Mzee anapigwa. Zenyu ziko complicated. Sina atakuja. Sijui kama amaliza confessions. Mwanza by the way. Mimi ni mali yake nilikuwa nataka kumrudishia. So sijui ni confession gani tena mnataka. Narudisha when? Hata kesho naweza mrudishia bado mali yake. Niongee na daktari. Utanipea basi nitaona maybe daktari atakuwa nitampea mali. Mimi sina hakuna place napelekana na mali yake. Nisha decide kumpea. Uko serious kabisa from your heart? Niko serious, si jokes. Utapigwa na mume wako. Maybe wewe kwani muelewi. Huyo ni mume wako. Ushamgawa. Unajua huyu kama alimanage kuchukua dadi, maybe amepata kingine mahali. Maybe kuchukua baba yako was not my fault Wesley. Kuna siku pia ile siku walikuwa wanabishana na yule best yake. Nikawa alisema pia huyu ako na main chick. Kama sio mimi nilisikia vibaya. By the way, check si baba yako ako na main chick. Baba yako si ako na main chick. Baba yako si ako na main chick. Nani? Main chick ni nani huyo? Huyo si ni main chick. So pia una main chick. Wewe ndio main chick. So is there a problem mimi nikiwa na main chick? Huyu si main chick. Huyu ni bibi. Mimi ni bibi. Thank you. Hiyo bibi ndio ni main chick while mimi nakuwa side chick. Kuna side chick you are nothing. Umesema umejitoa kwa familia yetu nothing. Juu mimi ni main chick mali. That's why mimi si side chick. Main chick mali. My friend. Sasa kuna mtu mwingine. So aliamwanga ni tit for tat. Msichana, ulikuwa unatumia mali yangu kulipa boyfriend wako. Hebu toa mtu. Kulipa rent yenu. Sasa mtalipa rent aje? Mtarudi ushago. Ingekuwa inalipa rent yako na pesa yako ningekubali kukurudishia. Nimeshajipanga. Nimekwambia huyu yako na kama mtu
Ukoona kama mtu huwezi, ukoona kama mtu. Tuambie tu kweli, ni kanani tuende tuambie watoto wake mapema before usambaratishe ndoa ingine. Watoto wake. Kwani uliletwa duniani bwana? Kwani tunatafuta shetani? Kwani yako na sisi? Hebu jitulize na Maybe wewe ndo shetani, tuambie tu usambaratishe ndoa. Kierere kijana, jitulize. Kierere na niko na pesa. Wewe kierere una pesa, unachukua tu baba wenyewe. Na mapenzi yao walifikisha wapi? Mapenzi yenu mlifikisha wapi? Mapenzi nikotea kibuzi. Sasa huyu unapelekana, huyu adiyejielewi unampeleka wapi? Sasa unaongea hivyo na wewe ndio ulisema unataka watoto wangu. Anaongea vibaya. Sasa mimi nampeleka. Wanaweza kukutusi kwa sababu ulijionyesha wewe pia una heshima. Hiyo unajua story ilikuwa yako. Ukionyesha watoto wangu tu maji nilishangaa sana kusikia ukisema tu unataka pia watoto wangu. Nilihurumia sana. Yeye si yako kwa anajielewa. Ananilimwambia mimi naweza zaa na yeye. Hata mimi nimzalie na hivyo uliropokwa. Niko na swali. Kama unakumbuka vizuri wakati ulituitanga mapema, sijui tulikuwa tunaongelea nini. Alisema ananitaka. Mimi sikusema nataka kuzaa na yeye. Nilisema nataka kuzaa na mtu mwingine maana wewe tayari ushazaa. Mimi siwezi ingia shimo. Ndaingiaje shimo babangu ameingia hadi wewe? Sasa mimi ulikuwa unanitaka tufanyane nini? Mimi nikutake. Wewe sasa. Unajua wewe shida yako wewe si ujielewi bwana. Hata wewe ni kama minister wa mvua juu, urefu wako wewe ni kama unachukuanga mvua huko juu. Urefu ni yangu, ufupi yako inakupeleka wapi? Mimi sina shida. Ufupi with money. Hiyo ndo uzuri. Unajua wewe. Sina matusi. Sina matusi. Unafanya hata watu wanakushangaa. Hata wanishangaa. Kwa heshima. Nikikuja hapa. Kitu kubwa hapa au msichana, unaona kitu ya kwanza Kenya amenisaidia mimi, amesema hataki baba yenu na hana mtoto wake. Sasa kwangu hiyo ni furaha. Na isitusumbue sana na anarudisha. What else do we need from her? Najua nafurahia. Sana. Najua nafurahia Juba. Hata wewe nitakusort, wewe usijali juu ya. Unisort na nini? Sasa uone amekubali. Huyu ndiye alikuwa ananikula kichwa. Unisort na nini sasa? Kuna kitu nadai kwako? Sasa unaona ya kitupea kila kitu. Hata wewe utakuwa umesaidika kutoka hapo. Mimi sasa hadi nikipewa nani amekwambia nitabakia huko? Maybe na plan zangu nirudi kwenye nilikuwa. Juu mimi nataka peace. I only want peace. No problem. No problem. Bora tu ukue tu umeridhika kutoka kwa roho yako. Tujue kulinda bwana. Wewe unaniongelesha? Nimekwambia ukweli. Ujue kuheshimu mamako. Respect your mother. Tumesema mase. Nisa tumesema we are not doing violence. Ama wacha kunini kudisrespect your mother. Kwani nikuulize mimi nini yakwa disrespectful nini? Unamwongelesha vibaya ni shizi. Unamwongelesha vibaya. Kwani ukiongea ukweli siku hizi unaongelea vibaya? Nimeongea ukweli. Honestly, hapo hakuna ukweli. Wewe bwana mimi huwezi ni advice bwana. Hebu tulia. Don't talk to me. Sawa, mimi sielewani na mama yako. Lakini bado ni mama yako amekubeba kwa tumbo. Sio sijui mbona umheshimu na muongelesha kama mimi huwezi niambia kitu bwana, nyawaza. Ni hadi heri sasa niambiwe na vini kuliko uniambie. Sasa wewe hata utanifunza kuchukua mama wenyewe. Jifunze hata kuosha socks zako. Mimi sina shida. But kitu yenye iko. Wewe umesema umejitoka familia yetu. Basi jitoa tu kwa maisha. Hadi nakupea advice. Si jitoa kabisa. Mimi sitaki advice. Kama nataka advice, mimi sitaki advice vizuri. Respect your mother Wesley. Sitaki advice. Najua napaswa kumrespect. Najua mimi kama mtoto. Najua mimi kama mtoto. Mako ni mpole lakini umrespect kwa upole wake. Namjua. Yeye amemjua some days. Alikuwa anaambiwa asha dead tayari. Mimi namjua. Na mimi kama mtoto najua napaswa kumrespect. So mimi sielewi mtu mwenye respect ndo waza wenyewe, anza kuniambia mimi ni respect. Anajuaje mimi ni respect wewe? Acha kujikaza. Nimeshakunishikia. Unajuaje mimi ni respect? I was not aware of kwanza respect ndoa. Okay? Sasa acha kujiekelea hapa. Mimi sikuwa najua. Nimekuja kujua. Sasa yeye karibu kuturn 60. Wewe hadi ndio unatani sijui 24. Alafu unachukua mzaa wenyewe. Alafu unaongelea respect. What is respect? Wewe hata sijui. Unajua kuna kitu tunaongea ni kelele tu unaongea. Usi age wangu. Hata ukiangalia nikafika menopause huyu. Wewe ndio umefika bwana hadi June. Eri mtu mwingine ani advice but mimi usini advice. Utanikasirisha sasa usini advice. Sasa nikikukasirisha utafanya nini? Azi. Si nini unaweza fanya na hiyo makasiriko? Mimi nitafanya nini? Si ni kelele tu utakuwa unapika class na nyamaza. Ulete mali. Mali nishakwambia nitapea daktari. Na si unasema unajikata kwa familia. Sasa punguza kierere na mdomo mingi. Si utulie kama mwanaume nini? Lose a lot. Masi. June tukikuja hapa I was talking, nilikuwa naongea vizuri. Sio hadi ulikuwa unaona nilikuwa naongea vizuri. Nilikuwa nafanya kitu yote. I offered anything to her. But mimi sitaki kelimeni hadi inakaa disrespectful mtu mwenye ana respect kuniambia ni respectful. Uko na respect gani? Wadi unajua mimi ni respect wewe.
Niko na respect, that's why nimedecide kurudishia mali na kuacha baba Hiyo si kwa bwana respect, yake. hiyo ni regret. Which regret? Una regret Hata kuwa wapi na nayo? regret? Uko na baba mgani? Tuambie mapema. Umechukua mgani? Alikaa kaona ni kama kitamramba na hapo mbele. So I think ni regrets tu pia zinamkula. Pia mimi Wachane na ndoa za wenyewe. Hakuna regret inanikula. Mwachane Mwachane sumu. kukazana. Utafanywa vibaya. Kwanza wewe Achana na ndoa za before wenyewe. uongee na ndoa za wenyewe, wewe kwanza usijielewe. Achana na mambo yangu. Mimi sasa alikuwa anaongea kumrespect. Hata mimi sasa pia mimi ni kwa advice. Achana na ndoa za wenyewe. Sasa advice na wewe mwenyewe Msichana, umeshindwa utafanywa vibaya. kujiadvise. Hii ni Kenya. Si watu wote wazuri. Unaona umeingilia ndoa yetu, unakuja tu unatoka kwa uzuri. Usidhani utaenda uingie kwenye yenyewe utoke vizuri. Utafanywa vibaya. Hadi nilikuwa nafanyia tu babako favor, imagine. Favor gani? Sasa babako venye anakaa mtu anampeleka wapi? Baba wangu tu Si mtoto wako ndiye ameanza disrespect. Moja, uko na bahati. Huku sikuwa nimejua kuna kipindi ilikuwa inaendelea. Na hata Mimi ningejua ati alikuwa na hata mpango. Hata mimi ningejua kuna bibi singeenda na yeye mahali. Sasa Lakini pia kubali wewe sasa kenye nikuulize. kinaendelea. Ningejua kuna mpango, ungetamani maisha yako. Wacha nimuulize. Utaka kumaanisha tu uliangalia mzae na hiyo miaka yake yote ukajiambia ana bibi. Si alishaniambia bibi. Si maybe yeye ni video. How Unataka kumaanisha tu the level of dumbness ni uko tu nayo ni imefika hapo. Ati tu umeona tu mzae yako almost 60 years alafu uko tu ati yako niambia ana bibi sijui nini uliambiwa. Kwani hakunanga mabachela wenye wako 60 wanda. Uliona kwenu wako na mama yako ambaye mama yako ni sister. Atasema bachela. Alisema ni wa sister yake. Mwanzo. Msana alikuwa anakuja kwangu nikisketi ni sister, ni mtoto wa sister ya mzae. Kitu mwenye anaitwa Karo. Nashangaa. Kwa hii sense ni bibi yake. Nauliza Mili. Kwa hii sense ni bibi yake. Sasa mimi nilimuuliza nikamuuliza akaniambia huyu ni sister yake mkubwa. Uliniita auntie? Mbona uliniita nani? Naona Kenya watu hao sana wanakosea. Ujui watoto wa familia yenu ama masista zako whatever, kwani wajui? Si lazima hata kidogo. Ni kubwa bwana. Wewe jua tu kila mtu. Ukijua mwenye anaitwa Karo ni wa bibi wangapi? Kwa babu yenu, bibi wa 4. Tara maybe unaliona. Siwezi tembelea watu wote ama niwakaribishe kwangu. Uoni kama nikikuwa niwakaribisha. Piga hata simu confirm. Nikupige simu za nini? Mimi sinanga haja, imagine. Sasa kama una haja. Mimi nafanya biashara, sinanga time. Sasa kuniuliza hizo vitu zote. Mimi ni mwanabiashara. Unafanya biashara? Mimi ni mwanabiashara. Sasa ulipotea huko kwa biashara time bwana yako anatafuta wengine. Unajua shida zenu ni ile mnangangania, mnaonanga tu mtu amefika age fulani. Wacha nikae side chiki wake. Mimi ni wife kwa hiyo nyumba. Sina hiyo time ya kuja kuchunguza eti kama mzaa wako na mtu nje ama nini. Mbona ulikuja na hiyo mambo hata ya kujuana. Familia siku hizi zinakuwa familia kubwa sana. Unaweza pata hata huyo menchiki yako ni cousin yako. Alafu unatuambia mambo. Hii familia. Unajua familia yenu yote? Nawajua wote. So unataka kukompare tu familia yenu na familia yetu. Sasa au kama msisi jua kwanza mimi hadi familia yenu ichelewe, hadi nimeboeka. Si nimejitoa hii familia yenu, hebu ende mjielewe. Tembeza ukonde huko bana. Hebu muone. Wewe ndo unataka mvua. Kwenda huko. Troza za 100 za Kikomba. Baba yenu sijui alikuwa anaangalia wapi. Ukinikwambia mimi na huyu msichana sasa. Nini hizi? Vitu zingine eti side chick. Eti mimi ni main chick. What hizo ni words gani anatumia kwangu? Wewe sasa muona ndio yeye amejiendea but amekubali kuadishia mali. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo but cha tupe patient. Alafu wewe usijaribu cut your words, your harsh words. I will try. Nitajaribu sana. Although mali tu nilikuwa nafanya nikuwe mbaya. Anyways, mimi niko fit. Sijui tunamaliza, si ndio? Ngoja. Nilisikia wanaongelelea sana like kila siku umekuwa ukikamu kiniambia sijui tu wanasema niko na disrespect. I want to address that thing. Nataka kuiongelelea. Wakasimka mpya leo aka nikabeshte yangu nimemuibia. Unaona vile anatumia line 5. Umemuibia? Zini ya beshte yangu mwenye na dozingi na wewe. Nika line 5 wako sikoone hivi si kama 5. Aka si kama tekno ule dem fulani huko hivi. Aka ako fiti sana.
So tunaweza maliza, si ndio? Ama unaenda kusema? Nimekwambia kuna kitu nataka kuongeza. Nimesikia watu wakisema I'm so disrespectful. Like ni bambi mimi sina ubaya. Like Zaka chini, ndio nimeshoka. Singia ameenda. Wewe ndio kaa hapo. Naitwa Lucy, nafanya na Top Care Lands. Karibuni Top Care. Karibuni Top Care. So guys, mimi masidini ndo mnanijua kawaida. Guys, I care. Nawapenda sana because pia nyinyi mnanipenda. Leo nimekuja hapa na Lucy kwa shamba za Top Care. Watu mnunue mashamba Nairobi, muone your own land in Nairobi. So Lucy, nataka tueleze shamba zao ziko wapi, ni bei pesa ngapi, like kama wako na wanaalau mambo na deposit, vitu kama hizo yani. Tuko na shamba upande wa Kangundo Road. Kangundo Road tunauza Joska, Malaa, mahali kunaitwa Koma, Nguluni, na huko bei zetu zinatoka from 395,000, kuna zingine hadi za 1.995. Yeah. So ina depend na budget ya mtu. Kikuja tuna as low as 395,000 unapata shamba yako. Then tunaenda upande wa Juja Farm. Juja Farm tunauza kutoka 495,000 to 2.8 million depending na budget yako. Ukikuja na 700 yako, 800, 500, unapigia tu Masi, unakuja unasema ni Masi amekuleta, tunakufanyia discount. Aya, na kama sina hiyo 1 point something million ama sina hiyo 300, like sina pesa full, so sisi kama Top Care tunasemanga ukuje na ile pesa uko nayo, hata 50k, hata 50k ukikuja sisi tunachukua, then nyingine tuna agree vile utakuwa unalipa. Yeah, tunakufanyia kama ni bei ya installment, tunagawanisha hiyo miezi vile utakuwa unalipa, then it is the reducing balance. Ukimaliza na after hiyo miezi yenye tumeagree, pesa yako ina reduce. What of title deed, kitu kama hiyo. Juu kuna place unaweza buy shamba ukae almost a year ama unasumbuliwa. But guys, with the Top Care wako ni sure bet, because pia mimi niseme nini, pia mimi ni moja hapo tumebuy shamba Top Care, shamba 3 Top Care, na already tuko na everything yenye inahitajika. So ambia watu about title deed. Yeah, kama Top Care tunakuanga na ready title deed. Ready title deed ni kumaanisha kila tukichukua shamba kubwa tukisubdivide, kila plot inakuwa na subtitle yake. So ukikuja huyo ashamaliza kujenga. Actually anaingia around next week. Unaweza jenga kama hujamaliza kulipia. Yeah, actually with your deposit tuseme from 100,000 we allow you to develop in your home. Unaweza panda hadi unaweza kama John Cena na Masi walianza kupanda mboga, hata tukafuga kuku before tumaliza hata kulipa. Sisi deposit, ukiwa na deposit tunaandikiana letter of offer na agreement. Hizo zinatufunga the vendor sisi kama Top Care na wewe, such that hakuna mwenye anaweza ruka mwingine. So ukiwa na hiyo document you are allowed to develop in your home. Okay. Yeah. So shamba ziko wapi na wapi kwa haraka haraka? Shamba ziko Joska, kuna zingine Malaa, kuna zingine Koma Hill. Hii hapa junction ya kwenda Machakos. Kuna ingine ziko Nguluni, kama hapa tuko Nguluni, shamba za Nguluni. Kama hapa tuko ni 395,000. Na unaona watu na umefensiwa shamba. Yeah. Mtu akikuja na cash ndio 395,000, hiyo ni cash offer. Ukitaka installment ni from 445,000, iko na 50,000 tu juu. Yeah, installment ni from 6 months. Maji iko, tumechimba borehole na tunakuletea hadi kwako kwa plot. Alafu hadi kwenda kusema kuna hadi Juja, wasengi wanapenda Juja actually. Yeah, hata Juja maji iko, tunauza shamba ziko Juja. Hebu tuambie Juja ina range from? Juja ina range from 495,000. Then kuna zingine za 745, 895, kuna za 1 million, 2 million depending na budget yako. Yeah. Sawa. That's good. Hebu mulika tuwaone vile kunakaa vizuri. Hadi unafensiwa unawekewa plus na gate. Tuna fence na concrete post. Huwa juu ni durable. Hii hata ikikaa hata 20 years ama 30 years. Ule ako na maji kwa boma. Guys, maji ndio shida kwa hii dunia, but ule amenunua shamba, amejenga na kuna maji. Maji ni yake kama nyinyi ndio mlimwekea. Sisi ndio maji tunamletea hadi hapo. Maji. Yeye anachukua tu maji. Yeah, na hatumlipishi, tunachimba hata our own bill. Yeah. So guys, welcome, karibuni sana. Kama unataka hiyo shamba, namba yangu iko pale chini. Just take my number, nipigie simu, ni WhatsApp. I'm here for you guys because mnanipenda, pia mimi nawapenda na nawajali. Just call me, nitakuleta Top Care, unue shamba. Na uko sawa uko na kwako. Namba yangu ni 0743158791. Namba yangu ni 0743158791. Masi June.